ya Yesu Kristo kwa ujasiri. Amesema, na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kwamba tukiomba anatusikia, na ikiwa anatusikia basi tunazo zile haja zote tulizomuomba. Niwaalike praise team waje hapa kwa ajili ya wimbo tunapoenda sasa kwa vipengele vya maombi. Wewe tulia tu, tutaomba na tutaomba na tutaomba. Naam, tutaomba. Tutuongoza kwa wimbo huo wa kwanza, na wakati unaimbwa wimbo huo inaanza kwa kumkaribisha Mchungaji Chiragi. Atasogea hapa kwa ajili ya sehemu na awamu ya kwanza ya maombi. Awamu hii ya kwanza tutaomba kwa ajili ya mambo ya kifamilia kwetu wote, maskini, hali za kukataliwa. Kuna watu hapa huko tuna background mbaya na kadhalika. Kuna changamoto fulani kwenye familia, baba na mama hawaelewani na imekuathiri. Kuna hali ya magonjwa, tutafika wakati kwenye hali ya magonjwa. Lakini kama kuna situation yoyote katika familia, iwe ni mgogoro, iwe kuna hitaji fulani katika familia yako ambalo mmeliombea kwa muda mrefu, mnatamani Mungu afungue njia, ni la kifamilia, una ndugu na kadhalika, tunakwenda kuomba kwa mahitaji ya kifamilia yoyote yale. Kwa hiyo ikiwa upo wakati wimbo huu unaimbwa, utaanza kusogea taratibu, kwa sababu tunayo mambo mengi ya kuombea. Utaimba ubeti wa kwanza na chorus, na wale wote ambao wanasema Mungu, nina mzigo wa familia. Ninapoona vurugu pale nyumbani, ndugu zangu wengine hawajali, ila mimi ninaumia. Tafsiri yake, wewe ndio umebebeshwa huo mzigo. Mimi ninaona kuna issue fulani kwenye familia yetu, hatuna upendo, hatujaliani, tunakukumbukana. Any kind of family issue ambayo unaiona ni mzigo umeibeba moyoni, wenda inakuumiza, inakutia aibu, inakuletea madhara. Ndaa na utasogea hapa mbele, box ya maombi yako hapa, lakini pia bahasha kwa ajili ya sadaka inaendelea kugawiwa kwa sababu ya kumshukuru Mungu. Wimbo utakapokuwa ukiimbwa, bet na chorus, kundi hilo wanaosema Mungu, I've got a family issue, nina issue ya kifamilia. Ni ya kwako mwenyewe huko kwenye familia. Wale wanaotufuatilia kwa mtandao pia mnaweza mkaungana pamoja nasi, ila ni issue ya kifamilia. Tunaenda kumwambia Mungu mapenzi yake yatimizwe, na sala hii itaongozwa na Mchungaji Johnson Chiragi, mkurugenzi wetu wa idara ya vijana. Wakati wimbo unaimbwa huu, tembea kwa haraka, wengine tutasalia tumeketi. Wale ambao wanasema mimi kuna issue ya kifamilia, iwe ni kwako mwenyewe na kadhalika, karibuni kwa ibada hii ya maombi. Karibuni praise team. Sogea kabisa hapa mbele katika kapeti hii kwa haraka. Ombi hili si la kawaida, ni ombi la kufungua familia. Ikiwa kwenye familia yako kuna vitu vimefungwa, hakuna waliowahi kufanikiwa, hakuna waliowahi kusoma wakaendelea, hakuna aliyewahi kutomboa, hili ni ombi kwa ajili ya kuachiliwa kwenye familia. Ni wadogo zako, ni baba na mama, familia haieleweki, tunakwenda kuomba ombi kwa ajili ya familia. Wale ambao kwenye familia na koo zao hawana mbaraka wa kuanzisha familia, wao wanapata tu familia za nje zisizoeleweka. Hili ni ombi kwa ajili ya familia, zile familia zilizoharibika, zilizolegalega, zilizoharibiwa na mwovu. Ndiyo saa ya kuomba Mungu. Wakati wa wale ambao watakuwa wamebaki, nyinyi mtaketi, tutaenda kwa maombi haya. Leo ni siku ya maombi. Leo ni siku ya kuja kumwaibisha shetani kwa kudai ahadi ya Mungu
maana anasikia na tunao ujasiri. Karibuni kwa magoti, na mchungaji atatuongoza kwa ombi hili kubwa la imani, maana miongoni mwa mashambulio makubwa shetani anayofanya leo ni kwenye familia. Ninakukumbusha jambo hili tunapopiga magoti, ya kwamba Mungu alipotaka kuwaokoa Israeli ile Pasaka aliwaambia nendeni mkaile kila familia. Kwa hiyo Mungu alishusha uokovu kwa ngazi ya familia. Mungu anapotaka kuokoa, kanisa linapotaka kusimama, vijana tunapotaka kusimama, kama familia hazitasimama, mbingu tutaisahau. Huko ndiko wanatoka watoto, wanatukasa wote. Nyinyi ni vijana, mmetoka kwenye familia. Maisha yenu, tabia zenu zinaakisi familia kwa namna fulani, na ndivyo zitakavyokuwa. Ni ombi la msingi mno kuliombea familia. Mchungaji, utakapokuwa ukiomba, kumbuka familia za watu wa mtandaoni, kumbuka familia za watu wa kanisa la Magomeni. Karibuni kwa maombi. Mlilie Mungu hapo ulipo wakati mchungaji akiomba. Karibuni kwa maombi. Baba na Mungu mtakatifu sana, lihimidiwe na litukuzwe jina lako kwa sababu ya masaa ya jioni haya uliotupatia. Vijana hawa wameitikia wito wa kuziweka familia zao mikononi mwako, na mimi mtumishi wako ninainua mkono wangu juu, ishara ya kwamba kibali kitokacho kwako kwa ajili ya familia zao kikapatikane sasa kwa jina la Yesu. Ninaomba Bwana, nikiamini ya kwamba wingi wa rehema, fadhili zitokazo kwako na baraka zitokazo kwako kwa familia zina wewe tu, na hakuna awezaye kuzitazama familia zetu na kuziokoa. Hivyo ninaomba Yesu, katikati ya hawa walioko hapa na wamepiga magoti wakiomba, ninaomba mambo haya ukayafanye katika familia zao. Jambo la kwanza, damu yako iliyomwagika msalabani ikapate kibali cha kutakasa baba, mama, wakubwa kwa wadogo katika familia hiyo, kwa muktadha wa maisha anayoyatazama familia yao walionayo. Mtakase baba yake na mama yake na ndugu zake kwa damu yako ya thamani. Wasamehe dhambi, uovu na makosa. Alafu wamwagie Roho wako Mtakatifu ili awasaidie kupambanua katika maisha yenye haki, maisha yenye mema, maisha yanayokutambulisha wewe Bwana katika kuishi kwao, ili hata wanapokutana kama familia, wanapozungumza kama wana familia, basi Kristo kaweke hekima itokayo kwako ndani yao. Ziko familia zilizoharibiwa na shetani. Wazazi wametengana, watoto wako hapa wakilia kwa ajili ya familia zao, lakini wakitazama maisha ya baba na ya mama wametengana, wako mbali, na shetani anafurahishwa katika hilo. Baba, ikiwa liko unaloweza kulifanya kuokoa watu hao, lifanye jioni hii ya leo. Lakini wako wazazi ambao hawajajikita katika misingi mizuri ya kiimani, wana ushirikiano na nguvu za giza, wana ushirikiano na waganga wa kienyeji, wana ushirikiano na majini na mapepo na kupiga ramli, na wanataka kuarithisha vijana hawa mambo hayo. Kwa jina la Yesu Kristo, vunja nguvu zote za shetani, za kimapepo, za kimajini, za waganga wa kienyeji, za wapiga ramli, za mafundo, za nyota, za kubashiri. Vunja kwa jina la Yesu. Kama kuna aliyekataliwa kwa sababu alikataa mapepo, wewe kwa sababu umemkubali inatosha. Lakini kama kuna ambaye alitazamiwa apewe mikoba ya kuzimu ili adumu katika maisha ya kiushirikina, na yashindwe kwa jina la Yesu, simama ukamtetee mtu wa namna hiyo. Ninaomba Bwana, wazazi kwa watoto, familia kwa ujumla, ninapoziinua katika kiti chako cha rehema, ziandae kwa ajili ya ufalme wako. Wapatie mahitaji yao ya kila siku. Wafundishe kuwa watu wa kukutegemea wewe, na uwaongoze kuishi katika maisha yatakayoleta maslahi mema ya ufalme wako kwa jamii, kwa kanisa na kwa maisha ya watoto wao. Nimewaweka mikononi mwako nikiamini Bwana umesikia kuomba kwangu na utatenda, kwa sababu wanakusii katika nafsi zao. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini, amen.